Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametupa afya na kutuwezesha kuingia katika bunge hili la 13. Lakini pili, namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake kubwa anayoendelea kuifanya katika taifa letu hili kwa maslahi mapana ya Watanzania. Lakini naomba nikupongeze wewe mwenyekiti na timu, kuanzia spika, kwa baraka mlizozipata kutuongoza, na hakika sisi tunafarijika sana. Nikupongeze Waziri Mkuu ndugu yangu Mwigulu Lameck Nchemba na timu yako. Mheshimiwa Rais hajafanya makosa. Amechagua watu ambao tuna imani kwamba tutasonga mbele vizuri katika miaka hii mitano kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi kama tulivyoinadi inaweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Wazaramo tuna lugha tunasema zirongwa mbali zitendwa mbali, kwamba unaweza ukasema jambo hili na ukafanya tofauti, ndio maana yake. Lakini Mama Samia amedhihirisha lugha hiyo. Kwa upande wa pili unasema zirongwa zitendwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunajadili hotuba ya Mheshimiwa Rais ambaye ametoa mwishoni mwa mwaka jana. Lakini jambo la kwanza, mtu kumwamini lazima kwanza ufanye rejea. Aliyoyasema mwanzo ameyatekeleza kwa kiwango gani, ndio tuje kumwamini katika haya aliyosema sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ndio shahidi. Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja katika jengo hili alipopata madaraka haya mwaka 2021. Alizungumza mambo katika sekta mbalimbali. Kipindi kile Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie, upande wa TARURA ulikuwa unapokea wastani wa shilingi bilioni 273 kwa mwaka. Leo ni 1.09. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini aliyasema hayo Mheshimiwa Rais, tulikuja humu kipindi kile, mradi wa bwawa Nyerere ulikuwa bado sana, lakini unaona kazi kubwa aliyoifanya. Leo hii mradi ule umeshakamilika, umeme zaidi ya megawati 2115 zimeongezeka. Sasa kiwango cha umeme gridi ya taifa imeongezeka kutoka megawati 1690 zaidi sasa megawati 3000 plus kwenda megawati 4000. Nani kama Mama Samia? Zirongwa zitendwa. Lakini ndugu zangu, mnakumbuka kipindi kile alipoingia madarakani, miradi mingi wale wa umeme wanafahamu. Ndugu zangu, watani wangu wale wa Sumbawanga na wengine, kazi aliyofanya mradi mkubwa wa kujenga msongo wa umeme kilovoti 400 kutoka pale Iringa uliopita pale Makambako mpaka umeenda Sumbawanga. Watani zangu wengine wa Tabora wanafahamu msongo mkubwa wa umeme kutoka Tabora kupita Sikonge mpaka Katavi. Lakini mradi kutoka Nyakanazi wa kilovoti 400 uliopita Kakonko mpaka kule Kigoma. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika haya tuna kila sababu hii aliyoleta hapa mezani, ama hotuba aliyotoa hapo, tunasema hotuba hii ni hotuba yenye kutekelezeka, na tumuombee sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, naomba niwaambie, katika haya malengo haya sio kila mtu atafurahi. Jambo la kwanza naomba niwaambie, lazima sisi kama wabunge tusimame imara kutekeleza mipango hii, lazima tusonge mbele. Mheshimiwa Rais katika hotuba yake amesema mradi wa LNG ambao investment yake zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 42. Mradi ule maana yake ni nini? Mradi ule utapotekelezeka utaenda kubadili kabisa sura ya uchumi wa nchi yetu hii. Ukienda eneo hilo, nenda katika mradi ule wa Mchuchuma na Liganga wa kuzalisha chuma. Lakini akazungumza saa lazima kuunganisha kwa reli, itaenda mpaka Bamba Day kutoka kule Mtwara, lakini itaingia tawi lingine mpaka katika mradi wa Mchuchuma na Liganga. Hii maana yake unaenda kutengeneza misingi mizuri ya uchumi wa nchi yetu. Lakini alikadhalika ameweka malengo ya kuongeza idadi ya watalii nchini wetu kufika milioni 8. Tukumbuke alipokuja hapa bungeni mwaka 2021 idadi ya watalii walikuwa wastani wa milioni 1.7. Leo hii tunapozungumza mpaka mwisho wa mwaka jana wamefika milioni 5.4. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo jambo hili sio jambo la kufikirika. Idadi ya watu milioni 8 maana yake kuenda kubadilisha uchumi wa nchi yetu hii. Tumuunge mkono
Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini niwaombe ndugu zangu, na hasa katika upande wa elimu, lazima tujipange miaka mitano ijayo. Tuna sera yetu ya elimu, lazima tutafakari mwaka 2028 ambao mwaka huu kutakuwa na vijana wale wanaopaswa kwenda moja kwa moja kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Tutakuwa na idadi kubwa ya wanafunzi. Katika hili imani yangu kubwa, serikali tujipange kuona jinsi gani tuanze ujenzi wa shule mpya za sekondari kusaidia watoto hawa wote wasikose nafasi. Hili tutakuwa tumetenda haki sana. Tuna vijana watakuwa darasa la 7 na wengine vijana darasa la 6. Hawa wote watapaswa kwenda sekondari kwa mujibu wa sera mpya ya elimu. Katika hili niombe sana Wizara ya Elimu na TAMISEMI tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha tufanye resource mobilization mapema, utafutaji wa pesa, kuhakikisha katika majimbo yetu zikajengwe shule nyingi za sekondari kuwasaidia watoto hawa ambao kipindi hicho watakuwa ni wengi sana. Eneo la pili vile vile, swala zima la ujenzi wa barabara. Mipango mizuri ipo, ni waombe. Pale jimboni kwangu Kisarawe tuna barabara kubwa kimkakati. Inayotoka Kisarawe inapita Maneno Mango mpaka kule Mloka Rufiji katika Nyerere National Park. Katika swala zima la kuongeza mapato yetu, eneo lile utalii umeongezeka. Lazima ni waombe hasa kupitia Wizara ya Ujenzi, tuipe kipaumbele barabara hii, tuongeze idadi ya watalii wataenda katika hifadhi yetu ya taifa na mwisho wa siku kuongeza mapato ya serikali. Mwisho lakini sio kwa muhimu, ni swala zima la amani. Ndugu zangu, ni waombe, ajenda ya amani haina mbadala. Sisi wote kama wabunge na Watanzania kwa ujumla tuweke mbele na tuwaambie Watanzania wafahamu ajenda ya amani haina mbadala. Na hili vijana wa Kitanzania ni waombe, sisi ndio tuna kwa matarajio ya kawaida, tuna matarajio sana ya kwenda mbele zaidi. Katika hili lazima tuilinde nchi hii kwa wivu mkubwa. Tusikubali hata kidogo nchi hii kaharibika mikononi mwetu. Ni waombe sana Watanzania wote, twende tukailinda amani. Mipango yote hii mizuri ya maendeleo haiwezi kufanikiwa kama endapo amani ya nchi hii itaharibika. Tukumbukeni nchi zingine ambazo zimesambaratika kwa ajili katika uchumi wao. Nenda Syria, nenda Yemen, nenda Libya pale mwanzo. Vijana wanaozeshwa, wanawake wasiokuwa na mali. Lakini leo hii nenda kaangalia katika nchi hizo, amani imetoweka, uchumi umeharibika. Ni waombe wa Tanzania tuweke uwivu mkubwa katika swala zima la kulinda amani yetu, lakini tumuombe rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, bariki bungo hili. Naomba kuwasilisha, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Suleiman Jafo.